Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu wote. Tumewaletea habari za Mungu anayeponya, tumewaletea habari za Mungu anayeokoa, tumewaletea habari za Mungu anayeponya magonjwa, tumewaletea habari za Mungu anayeleta faraja na tumaini pale ambapo palikosekana faraja, pale ambapo palikosekana tumaini. Huyo ni Yesu Kristo, huyo ni Yesu Kristo. Kabla ya mambo yote, nisome neno hili la Mungu ili liweze kutupa mwongozo. Neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Luka mstari ule wa 13. Neno la Mungu linasema hivi: siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo. Huyo ni nani aliyekuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo? Ni Yesu Kristo. Aliingia kwenye nyumba ya ibada akaanza kuwafundisha watu habari za ufalme wa Mungu. Maandiko yanaendelea kwa kusema, na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu kwa muda wa miaka 18. Yesu anahubiri katika nyumba ya ibada, lakini katika ile nyumba ya ibada kuna mwanamke mmoja aliyekuwa na mapepo kwa muda wa miaka 18. Huyu mwanamke kumbe anaingia nyumba ya ibada lakini ana mapepo. Huyu mwanamke anaingia kwenye nyumba ya Mungu lakini ana mapepo. Neno la Mungu linaendelea kutuambia huyu mdada aliyekuwa na mapepo kwa muda wa miaka 18, anasema naye amepindana. Alikuwa na mapepo haya akamfanya apindane, hawezi kujinyoosha kabisa. Mapepo amempa ukilema, mapepo amempa udumavu, mapepo amemfanya ashindwe kujinyoosha kabisa. Maandiko yanaendelea kutuambia Yesu alipomwona alimwita. Yesu alipomwona huyu mdhaifu alimwita, akamwambia aende kwake. Yesu alipomwona huyu kijana mwenye mapepo alimwita, akamwambia aende kwake. Yesu alipomwona huyu kijana mwenye udhaifu, mwenye ugonjwa, hata umempa kibiongo, akamwita, akamwambia njoo kwangu. Maandiko yanaendelea kusema, akamwambia mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoosha mara hiyo hiyo, akamtukuza Mungu. Huyu mama alikuwa na mapepo yalimpa kibiongo, mapepo yalimfanya aweze kuwa na kupingana mgongo wake. Lakini Yesu alipomwona huyu mama anahudhuria ibadani, lakini anatoka na madhaifu yake, anahudhuria kwenye nyumba ya Mungu, lakini anatoka na magonjwa yake, akamwambia njoo kwangu. Huyu mama akaenda kwa Yesu. Alipoenda kwa Yesu, alipokutana na Yesu, siku hii akatolewa pepo lake, akatoka akiwa mzima, akatoka akiwa na afya njema, akatoka akiwa na uponyaji, akatoka akiwa na furaha, akatoka akatukuza Mungu aliyemuumba kwa sura na mfano wake. Nataka nikwambie ndugu yangu jioni hii ya leo, lakini unaisikia sauti hii na unaipuuza, unaona ni bora uendelee kusikiliza hayo mambo mengine na mambo ya Mungu hayana maana kwako. Lakini nataka nikwambie yako mapepo yametumwa kwa maisha yako kuharibu biashara yako, kuharibu familia yako, kuharibu kazi yako. Yako mapepo kwenye biashara yako, unafanya biashara lakini hakuna mafanikio, unafanya biashara lakini hauoni faida, unafanya biashara lakini hauoni unachokivuna. Ni mapepo ya kukupindishia biashara yako yametumwa kwako. Na ninasimama kama mtumishi wa Mungu jioni hii nakwambia, njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu. Acha ugumu wa moyo, acha kuzani kuja kwa Yesu ni shamba, acha kuzani kuja kwa Yesu ni kupotoka. Njoo kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu, akuponye wewe, aponye biashara yako, aponye familia yako, aponye kazi yako. Watu wengi wanafanya biashara lakini hawaoni faida, hadi wanasema mbona sioni faida, mbona sioni maendeleo. Na biashara hii ninaifanya kwa bidii sana, sio ishu ya kufanya kwa bidii. Wapo waharibu, zipo kazi za rohoni, yapo mapepo kwenye ulimwengu wa roho yanapindisha uchumi wako, yanapindisha biashara yako, yanapindisha afya yako. Tumaini pekee la kuleta uzima ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Yeye ndio Mungu wa uzima. Huyu ni zaidi ya dini. Huyu mama aliyekuwa anaingia kwenye masinagogi alikuwa ni mtu wa dini, lakini dini yake haikumsaidia, lakini dini yake haikumponya. Alipokutana na Yesu aliponya. Neno la Mungu linasema hivi, mwana wa Mungu amekuja kutupa uzima. Yesu Kristo yupo kutupa uzima. Tunaona mabaya yanaendelea katika nchi, tunaona mabaya yanaendelea kwenye taifa, tunaona ushoga umekuwa ni kitu cha kawaida, tunaona uzinzi umekuwa ni kitu
anayesamehe dhambi, anayewatoa watu kwenye vifungo vya dhambi ni Yesu Kristo aliyemwaga damu yake pale msalabani, ili sisi tupate uzima, ili sisi tupate kuokolewa, ili sisi tupate uponyaji. Ndugu yangu, unayesikia habari hii njema, unayesikia habari hii ya ufalme, yamkini unapitia kwenye shida na umeanza kutumainia waganga. Maandiko yanasema, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kwa hakika yake, moyoni mwake amemwacha Mungu. Laana iko juu yako wewe unayepita kwenye shida na unaenda kwa waganga wa kienyeji, unayepita kwenye matatizo na unaenda kutegemea nguvu za giza, unayeishi kwa kutegemea ilizi, unayeishi kwa kufuga majini. Umelaaniwa. Mtumainie Yesu Kristo na damu yake na nguvu zake, damu zote. Hauna haja ya kutoa kafara yoyote, hauna haja ya kutoa sadaka yoyote kama kwa waganga unavyoambiwa, ila damu ya Yesu ilimwagika msalabani ili tuokoe sisi, ili tuponye sisi, ili tupe uzima. Habari za damu hiyo ndio ninanena mahali hapa. Kubali uzima leo, upokee uzima wewe na nyumba yako. Usiwe mgumu wa moyo, usizani wokovu ni ushamba, usizani wokovu ni ujinga, usizani wokovu hauna maana, usiseme nitaokoka nikizeeka. Mungu hauwezi ukajua, unaweza ukalala leo na kesho usiamke. Kuna vijana wangapi wanalala na waamki, wanalala na waamki, wanaendesha bodaboda, wanafia huko kwenye bodaboda zao na ili hawana Mungu. Tunawakumbusha wewe ulioumba sura na mfano wa Mungu wa mbingu na nchi aliye hai, mrejee yeye, rudi kwake, tubu, iamini injili ya Yesu Kristo ili upokee uzima. Kwa Mungu upo uzima, kwa Mungu lipo tumaini. Yamkini umepoteza matumaini, unapitia mambo ambayo yanakutesa na umepoteza matumaini. Kwenye afya yako umepoteza matumaini, kwenye kazi yako umepoteza matumaini, kwenye familia yako umepoteza matumaini. Yuko Mungu wa uzima, yuko Mungu anayeokoa, ni Yesu Kristo. Popote unaposikia habari hizi, kama unataka kumpa Yesu Kristo maisha yako, tunakukaribisha mahali hapa, tunakukaribisha. Usionee aibu injili hii, usionee aibu injili hii, usionee aibu injili hii, usionee aibu. Karibu, tunakukaribisha. Njoo mpe Yesu Kristo maisha yako, njoo akutoe kwenye haya